Ajmal Brothers. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu, shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bila shaka wewe ambaye unayetufuatilia kupitia mtandao wetu huu adhim wa YouTube, bila shaka upo salama na unaendelea vizuri. Karibu sana katika matangazo haya kutokea hapa Tahfidh Online Madrasa, kituo pekee ambacho kinakupa nafasi ya wewe kuweza kuisoma dini tukufu ya Kiislamu kupitia njia ya kidigitali, nikizungumzia njia ya mitandao ya kijamii. Ni kueleze machache tu ni kwamba wapo wengi ambao ni kama wewe wamejiunga nasi katika safari hii ya kuisaka elimu ya dini tukufu ya Kiislamu. Inawezekana ukajiuliza, unapojiunga na Tahfidh Online Madrasa utajifunza mambo gani? Bila shaka inaonekana katika display yako hapo. Utakapojiunga na Tahfidh Online Madrasa utapata fursa ya kujifunza masomo kama vile masomo ya Qur'ani. Katika upande wa Qur'ani utapata nafasi ya kuweza kuhifadhi, lakini pia kusoma kwa nadhari. Nikizungumzia kusoma kwa kuweza kutazama, utafundishwa misingi ya namna gani utaweza kuisoma Qur'ani. Lakini unaweza ukapata fursa ya kuweza kusoma masomo kama vile ya hadithi, masomo ya fiqhi, masomo ya tafsiri ya Qur'an, kuweza kujua Qur'ani kwa undani wake. Lakini pia unaweza kupata nafasi ya kuweza kusoma masomo kama vile tajwid, lakini pia tauhidi, nikizungumzia masala mazima ya aqida, lakini pia masomo kama vile ya lugha ya Kiarabu, hususan upande wa sarfu, nahwu, ambayo yanatengeneza lugha ya Kiarabu kuweza kuwa inasikika kwa usawa na usahihi wake. Lakini pia masomo kama vile sira, ambapo hapa ninazungumzia historia ya Uislamu. Karibu sana, na unaweza ukachukua mawasiliano yetu ambayo yanaonekana katika kioo chako ama kifaa ambacho unatumia kuweza kutufuatilia kwa wakati huu. Ni vyema sana kuweza kuchukua mawasiliano yetu hayo na ututumie ujumbe WhatsApp. Utaweza kuwa ni mmoja katika watu ambao wameungana nasi katika safari hii ya kuweza kupata elimu ya dini tukufu ya Kiislamu kwa rika na jinsia zote. Leo tuna jambo tofauti kidogo, na mara nyingi huwa tunakutana hapa, si ndio? Tunakutana kwa lengo la kuweza kusoma Qur'ani, lakini tunakutana kwa lengo la kuweza pengine kusoma darsa ya tafsiri ya Qur'ani, fiqhi na kadhalika, si ndio? Lakini leo kidogo tuna mgeni hapa studio, amekuja kututembelea na ametuandalia istifadati mbalimbali. Na hii ni interview ambayo ndani yake imebeba ujumbe ama faida kadhaa wa kadhaa kwa kila ambaye yupo katika nafasi ama fursa ya kuweza kuisoma dini tukufu ya Kiislamu, wanafunzi, lakini pia watu mbalimbali wanaweza wakapata kitu kupitia interview hii ya leo. Utakuwa nami muongozaji wako, naitwa Ustadhi Abu Mahiri Mmelekwa, na nitakayekuwa naye katika interview hii ya leo anaitwa Sheikh Hassan Musa, ambapo kimsingi Sheikh Hassan Musa yeye ni hafidhul Qur'an, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia ameweza kuhifadhi Qur'an, na lakini pia ni mkufunzi ama ni mwalimu wa dini tukufu ya Kiislamu. Sheikh Hassan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Hassan, kwanza sisi tumefurahi sana kuja kutembelea studio za Tahfidh Madrasa, na wanaokufuatilia, pengine mimi nimekutambulisha tu kwa jina ama majina, inawezekana kuna status nyingine ambayo pengine unayo. Sheikh Hassan, kwa hapa South Africa, shughuli kubwa ipi ambayo unaifanya? Kwa hapa South Africa, mimi nimetokea sehemu moja wanapaita Durban. Naamini utakuwa unapafahamu ndugu yangu. Nimetokea Durban, sehemu inaitwa Chatsworth Unit 10. Allah. Kuna unit kuanzia 1 mpaka 18.
Yani kama ilivyokuwa kinyumbani nyumbani kule Tanzania, Tanga, kuna barabara ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka 19. Sasa mimi nimetokea Chatsworth Unit 10. Mimi ni mwalimu wa tahfidh al-Quran kule Durban, alhamdulillah. Pia ni imamu wa msikiti ambapo nafundisha. Mashaallah. Hiyo ni moja katika kazi ambazo nzuri sana zenye kumpendeza na kumridhi Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Hassan, kwa Tanzania unatokea sehemu gani? Machache tu, kwa uchache. Kwa Tanzania mimi ni mwenyeji wa Dar es Salaam, natokea sehemu moja wanapaita Kivule. Naam. Tayeb. Mashaallah Sheikh Hassan, narudia tena kusema kwamba tumefurahi. Sheikh Hassan, sisi tuna wanafunzi ambao wapo katika safari hii ya kuweza kuisoma dini tukufu ya Kiislamu, hususan katika upande wa kuhifadhi. Siku zote tumekuwa tukiwahimiza waweze kupambana katika kuhifadhi Qur'ani na kadhalika. Pengine kabla hatuja kwenda mbali, Sheikh Hassan, ungeweza kutupitisha kidogo tujue fadhila gani ambazo mtu anazipata anapokuwa amehifadhi Qur'ani? Ubora gani ambao anaupata, daraja gani ambalo analipata pengine kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kiukweli ndugu yangu, yani nikisema nielezee fadhila ambazo mtu anayokuwa anazipata pindi anapokuwa anaihifadhi na kumaliza kuhifadhi Qur'ani, basi ningeomba mwezi mzima kuzielezea. Wallahi natetemeka hapa nilipo. Sawa, lakini kwa haraka nitajaribu kuzielezea angalau kwa uchache wangu ambao nazifahamu. Ndio. Faida ya kwanza, mtu ambaye anakuwa anaihifadhi Qur'ani, basi mtu huyu anakuwa na heshima kubwa sana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah na watu wake, na hao watu ni watu wa Qur'ani. Allah. Kwa hiyo yani asijisikie au asiwe mnyonge yule ambaye anahifadhi Qur'ani. Kwanza Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kweli utakuwa mnyonge au utapatwa uvivu wa kuyahifadhi maneno ya Allah. Kwa hiyo miongoni mwa faida, yule anayehifadhi Qur'ani basi anakuwa na heshima kubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hapa duniani na kesho akhera. Tutazielezea kwa undani zaidi. Na ukiacha kuwa na heshima kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sawa, huyu mtu atakuwa na cheo siku ya Kiyama. Tunapokuwa tunasema atakuwa na cheo, yani bimaana kuna mambo siku ya Kiyama huyu mtu yatakuwa yanampata. Na kusudia nini? Mtu aliyehifadhi Qur'ani, ndugu yangu, siku ya Kiyama kwanza atapandishwa daraja, number 1. Jambo la pili, mtu ambaye amehifadhi Qur'ani ataambiwa achague watu wa kuingia naye peponi. Allahu musta'an, Allahu musta'an. Ni kweli hatutaki kuchagua watu wa kuingia nao peponi. Kwa hiyo mtu ambaye amehifadhi Qur'ani anapata nafasi ya kuweza kuwachagua watu wa kuingia nao peponi. Okay. Pia atavalishwa taji mtu huyu aliyehifadhi Qur'ani. Hivi kweli mimi na wewe hatutaki kuvalishwa mataji? Tunahitaji hasa. Sote tunafanyaje? Tunahitaji. Sasa kama kweli tutakuwa ni wahitaji wa yote haya, hatuna budi kukihifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Pia hii Qur'ani tunayohifadhi, miongoni mwa faida zake, sawa, itamuombea yule ambaye amehifadhi. Ya Allah, mimi huyu alinihifadhi. Wewe Qur'ani itakutetea siku ya Kiyama. Allahu. Qur'ani hii ambayo tunahifadhi siku ya Kiyama itatutetea. Huyu mimi alinihifadhi. Allahu musta'an. Sawa, Pia wazazi wa huyu anayehifadhi Qur'ani watavalishwa taji. Mwanao wewe amehifadhi, kwa hiyo pia si yeye, pia wazazi wake wana daraja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo. Kwa hiyo maana mfano labda mtu alichelewa kuhifadhi Qur'ani akiwa mdogo. Kwa sababu sisi tuna wanafunzi, most of our students tayari ni elders. Yani wengine ni watu wazima, wengine miaka 30 mingapi. Let's say wazazi wao walishatangulia mbele ya haki muda mrefu, ndio. Mtu huyu amefanikiwa kuhifadhi Qur'ani
akiwa katika umri wa utu uzima. Kwa manake siku ya kiyama naye atapata fursa, no matter wazazi wake wamefariki muda gani, kwa kipindi gani, atapata fursa ya kuweza yani wazazi wawe hai, wazazi wawe wametangulia mbele ya haki. Na nimuombe Allah subhanahu wa ta'ala wazazi wetu ambao wametangulia mbele ya haki, Allah asamee madhambi yao. Pia nimuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajaze nuru makaburi yao. Pia nimuombe Allah subhanahu wa ta'ala awapokee kwa rehma zake. Yani ninachotaka kusema ni kwamba ikiwa wazazi wako wametangulia mbele ya haki, ikiwa wazazi wako bado wapo hai, basi watapata ujira kwa vile mwanao au kwa vile mtoto wao anahifadhi Qur'ani. Allah anasema inna Allah la yudhi'u ajra almuhsinin. Yani jema lolote utakapolifanya Allah halipotezi. Yani si kwamba mzazi wako kafa ndo hatopata ujira. Hapana. Awe amefariki, ametangulia mbele ya haki, awe bado yuko hai, lakini ujira wake utakuwa pale pale. Allahu musta'an. Sheikh Hassan, umetupa faida adhim sana ambayo kimsingi imetupush ama kwa kila ambaye anafuatilia nasaha, lakini pia interview hii atakuwa ameweza kupata jambo. Manake mtu anapokuwa anasoma Qur'an, amehifadhi Qur'ani, mtu anapata fursa ya kunyanyuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini si tu kunyanyuliwa, anapata pia nafasi na daraja la kuweza ama nafasi, fursa ya kuweza kuwaombea wazazi wake msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia naomba niongezee baadhi ya faida ambazo sikuzimalizia. Yule ambaye atakuwa anaihifadhi Qur'ani, sawa, huyu mtu anakuwa anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-akhi, Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunapoyahifadhi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunakuwa tunajikurubisha, tunajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia kitendo cha wewe kuhifadhi Qur'ani kuna imarisha akili na kumbukumbu pia mwanadamu. Acha ba. Yani kitendo cha wewe kuhifadhi Qur'ani, basi akili yako inaimarika. Kwa hii inaweza ikawa ni pengine kwa wanafunzi, labda let's say mtoto mdogo akiwa amehifadhi Qur'ani ama anahifadhi Qur'ani, kwa hiyo manake mind ama akili yake inakuwa kubwa zaidi. Allahu musta'an. Hata watu wazima pia unakuta mtu ana tatizo la kusahau mara kwa mara, uelewa wake pia mdogo na kadhalika, ajitahidi katika kuhifadhi Qur'ani. Dawa yake aanze kuhifadhi Qur'ani. Na mbali ya yote hayo, al-akhi, Qur'ani ni mwangaza na utulivu wa moyo. Yani mimi nasema wale ambao bado hawajaanza kuhifadhi Qur'ani, basi na waanze, kwa sababu watapata utulivu wa moyo. Na miongoni pia mwa faida, yani zipo nyingi, hasa miongoni mwa faida pia za kuhifadhi Qur'ani, Qur'ani inakupa ulinzi duniani na kesho akhera. Yani itakuwa inasimama kama mtetezi. Sawa, la lingine kubwa zaidi, sawa, yani Qur'ani unapokuwa unaihifadhi, yani Allah hakuachi hivi hivi, unapata thawabu kwa kuihifadhi Qur'ani. Ninaposema unapata thawabu, naomba hapa nisikilizwe kwa uzuri. Yani let's say wewe unasoma alhamdulillahi rabbil alamin, ile aya moja tu, si kwamba ndo umepata thawabu moja, hapana. Naona hadithi zinafahamika. Yani kila harfu wewe una thawabu ya ujira wa 10, kila herufi moja. Yani alif lam mim moja, alif 10 lam 30. Hiyo Allahu musta'an. Ni kweli sisi hatuzitaki hizi thawabu za kuisoma Qur'ani, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sheikh Hassan, kimsingi faida unazozitoa hizi zinakita sana katika mioyo yetu, na pengine kuna kitu nahitaji niweze kukifahamu, niweze kukijua. Inawezekana kikanisaidia mimi na kikamsaidia mwingine ambaye anasikiliza mazungumzo yetu haya kwa siku hii ya leo.
Sheikh Hassan, umezungumzia swala la fadhila za kuhifadhi Qur'an. Lakini sasa kuna mwingine tayari pengine ameshafikia umri fulani. Let's say amefikia umri wa katikati ya miaka 30, 40, 50, 60, ama pengine mwingine ni bado mdogo. Anatamani aweze kujua ni namna gani ya kuhifadhi Qur'ani. Kuna mwingine anahitaji kweli hizi faida ulizozitaja, mashaallahu taala, kuna mtu anahitajia sana aweze kuzipata hizi faida. Ndio anyanyuliwe daraja na Allah, aweze akili yake iweze kukua zaidi, awe na kumbukumbu nzuri zaidi, lakini pia aweze kupata nafasi hiyo ya siku ya kiyama Qur'ani muombe, lakini pia naye aweze kuingia na baadhi ya watu wake peponi, si ndio? Ni njia gani ama ni namna ipi ya kuweza kuhifadhi Qur'ani? Tunaihifadhi vipi Qur'ani? Wewe ni mwalimu, pengine ungeweza kutukata kiu hapa, tunatamani tuweze kupata ufahamu. Tunaihifadhi vipi Qur'ani? Kuna mbinu gani, njia gani, staili gani? Tunatakiwa tufanye nini ili tuweze kuhifadhi Qur'ani? Mimi naomba nitie neno langu hapa. Sawa? Innamal a'malu binniyat. Sawa? Kwa yule ambaye anahitaji kuhifadhi Qur'ani, ni lazima awe na nia safi ya kuhifadhi Qur'ani. Kuna mtu mwingine anataka kuhifadhi Qur'ani lakini nia ya kuhifadhi Qur'ani hana. Narudia tena. Unapotaka kuhifadhi Qur'ani, yani ni lazima uwe na nia, mimi kweli nataka kuhifadhi Qur'ani. Ndiyo. Hiyo pointi ya kwanza. Pointi ya pili, yani ni lazima uwe na utayari wa kuhifadhi Qur'ani. Yani ni lazima uwe na utayari wa kuhifadhi hiyo Qur'ani. Ndiyo. Narudia tena. Nia na kuwa na utayari ni vitu viwili tofauti. Ndiyo. Kwa nini? Kivipi? Okay. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tamam. Yani ninapoisoma hii aya na kusudia nini? Sawa? Mtu anasema mimi nataka kuhifadhi Qur'ani. Jitihada na Qur'ani hana. Anataka kuhifadhi Qur'ani, haipati muda. Qur'ani kuna mfano huwa mimi napenda kuwatolea kwa wanafunzi wangu. Sawa? Kwa sisi ambao tuna uzoefu na magari, al-akhi, unapokuwa ndani ya gari, sawa? Unapokamata brake, yani umeikanyaga breki, sawa? Gari haliwezi kwenda. Haliwezi. Sasa ili gari liende ni lazima uiachie nini? Break. Ile breki. Kwa hiyo watu wengi tunafeli sehemu moja. Mtu jitihada na Qur'ani hana, haipi Qur'ani muda, alafu anataka ya Rabbi nifanyie pesi nihifadhi. Ili Allah akufanyie pesi, lazima wewe uwe na nia sahihi na lazima uwe na utayari wa kuihifadhi hiyo Qur'ani. Sahihi. Sawa? Jambo lingine ni lazima uwe na mwalimu au shekhe ambaye amebobea katika masala ya kuwahifadhisha watu Qur'ani. Hapo nakusudia nini hapo? Yani si kila mtu anaweza akakuhifadhisha wewe Qur'ani. Kwa hiyo manake yule ambaye amejichimbia labda ndio yupo nyumbani kwake, mimi nataka nihifadhi Qur'ani. Ndio. Kwa hiyo manake nyinyi kama walimu manake mnatuambia kwamba mtu anatakiwa ampate mtu ambaye atakuwa na... Kwa nini tumpate mtu? Kwa nini Sheikh Hassan? Yani huwezi wewe ukahifadhi Qur'ani chumbani kwako. Huwezi. Ni lazima upate mwalimu ambaye atakusaidia kuhifadhi Qur'ani. Yani hizo ndo kanuni ziko hivyo. Okay. Huwezi tukasema mimi nataka nihifadhi mwenyewe. Hapana. Yani ni lazima uwe na mwalimu. Kuna mambo atakuwa na hii Qur'ani yani ina mambo ni lazima uelezewe na mwalimu ambaye amesoma. Hapa kuna mada fulani, hapa kuna hivi. Tukikuuliza mathalan mimi sasa hivi nitasoma ara. Nikikuuliza nimepatia au sijapatia, utaweza kunijibu? Nimesoma ara aita. Nimepatia sijapatia? Umekosea. Nimekosea. Nikikuuliza kwa nini, hujui. Wewe huwezi ukajifungia ndani utakuwa unasoma Qur'ani kwa makosa. Ni lazima umpate mwalimu akuelekeze hukumu za ra, akuelekeze na ahkamu nyingine. Bwana, ra inapochukua fatha inakuwa hivi, inapochukua kasra na dhamma inakuwa hivi, ukiona ina sakini na sukuni yani huwezi ukajihifadhisha. Yani ni lazima upate mwalimu ambaye atakukontrol katika kuisoma na kuhifadhi Qur'ani kwa ufasaha. Na mimi ni washauri wanafunzi kitu kimoja.
wewe ambaye unaanza kuhifadhi Qur'ani au ushaanza kuhifadhi Qur'ani, penda kutumia msahafu mmoja. Mimi nina ugomvi mkubwa sana na wanafunzi wangu kule ninapofundisha. Unakuta muda wa kuanza kuhifadhi Qur'ani labda baada ya salatul maghrib, sawa, anatumia msahafu wake, sawa, okay. Baadaye unakuja unamuona na msahafu mwingine baada ya Isha. Yani huwa anakuwa anabadilisha msahafu mara kwa mara. Hii kwa kanuni za kuhifadhi Qur'ani ni kosa moja kubwa sana. Kwa nini tunasema utumie msahafu mmoja? Yani kwa nini uwe na mashafu moja, usiwe ni mwenye kubadilisha? Ile mashafu moja unapokosea pale utakuwa unaandika na penseli, unaangalia makosa yako. Leo umeleta kazi mpya kwa mwalimu, amekukosoa, atakwambia maki hapo sehemu, andika hapo umekosea. Kesho unatumia msahafu mwingine. Hili ni kosa. Unatumia ule mmoja, yale makosa yako itakuwa ni wepesi wa wewe kuyabadilisha. Okay. Jambo lingine ni lazima uwe na ratiba maalumu kila siku. Unapotaka kuhifadhi Qur'ani, uwezo wako kusema mimi nahifadhi Qur'ani, yani eti kwa siku, kwa wiki nasoma mara moja tu. Yani ni lazima kila siku uwe na, yani ni lazima Qur'ani uipe muda. Acha. Yani haiwezekani wewe unataka kuhifadhi Qur'ani, unataka uisome kwa wiki mara moja. Hapa utakuwa uhifadhi. Utakuwa unataka ujaribu kuhifadhi. Kuna kujaribu na kuwa na utayari wa kuhifadhi Qur'ani. Sasa yule ambaye ana utayari wa kuhifadhi Qur'ani ni lazima awe na ratiba maalumu. Yani kwa siku ni lazima awe na muda anaisoma Qur'ani ile, haiachi Qur'ani. Okay. Na nitakuja nitaelezea namna sasa kuanza kuhifadhi Qur'ani. Okay. Hichi ni kipengele ambacho nitakielezea mwishoni. Okay. Sawa? Na pia niseme kitu kimoja, sawa? Kuna baadhi ya watu wameshauri, sawa, kile ambacho unakihifadhi, labda leo umehifadhi peji moja au kurasa mmoja, baadhi ya wanachuoni wameshauri kwamba kile ambacho unakihifadhi ni vizuri, kabla hujaenda kumsomea mwalimu wako, umpe mtu pembeni ya kusikilize. Yani ninachokisema hichi nakusudia nini al-akhi? Tuseme mimi nimehifadhi kazi yangu mpya, sawa. Kama kuna mtu ambaye anajua Qur'ani mbali na mwalimu wako, unampa kusikilize. Huenda ukawa kuna makosa akakukosoa. Yani ninachotaka kusema, mpaka unaenda kwa mwalimu wako usiwe ni mtu ambaye una makosa mengi. Kwa hiyo hata mimi huwa nashauri wanafunzi wangu darasani, mfano mathalan, sawa, kabla hujaja kwangu, nenda kwa mtu ambaye amekuzidi, naomba nisikilize kazi yangu alafu ndo njoo kwangu. Sawa? Mbali na hilo, tumeshauriwa, sawa, pale tunapokuwa sasa tushahifadhi kazi yetu, tuwe tunaipenda kuisoma katika swala. Ndugu Muislamu, amka usiku, ulichokihifadhi kisome ndani ya swala. Itakuwa ni ngumu sana wewe kukisahau. Yani narudia tena, kile ambacho wewe umekihifadhi, penda kukisoma ndani ya swala. Shekhe, isiwe wewe kila swala yako ni qul huwallahu ahad na inna atainaka. Ulichokihifadhi kisome pia ndani ya swala. Sawa, Na jambo lingine, tunakosea sehemu moja al-akhi. Hakuna kitu ambacho kinasaidia mbali na jitihada zako, mbali na kuwa na nia sahihi. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe taufiki ya kufanyia uwepesi katika kukihifadhi kitabu chake tukufu ambao ni Qur'an. Kwa hiyo hapo dua inahitajika. Narudia tena. Sisi tunafeli sehemu moja. Sawa? Ni wavivu wa kumwomba Allah. Shekhe, kwa nini umwambie Allah ya Rabbi na kuomba nifanyie pesi ya Rabbi? Na nia kuhifadhi kitabu chako, na nia kutaka kuijua Qur'an. Muombe Allah akufanyie pesi. Lakini kwa kumwomba huku una jitihada, una muda, yote haya tuliyotaja hapa nyuma unayafanya kwa ufasaha. Mashaallah, Allahu akbar. Bila shaka yule ambaye anafuatilia haya ambayo yamezungumzwa na Sheikh Hassan yatakuwa yamemuongezea maarifa, hususan kwa wale ambao wanasoma Qur'ani hii. Sheikh Hassan, hapo uliweza kusema kwamba sasa kuna njia za kuhifadhi, kwa maana kwamba namna ili uweze kuhifadhi unatakiwa ufanye hivi. Mfano mimi labda nataka nisome aya fulani, labda let's say nahifadhi labda suratul Baqara, si ndio? Labda juzuu ya pili, sayaqulu sufahau minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alayhi qul lillahi nataka nihifadhi labda kipande hiko, au nataka nihifadhi labda qul a'udhu birabbin nas.
nitaihifadhi vipi? Yani njia gani kwamba niweze tu kuisoma kuna mdrabin nas kula mdrabin nas kula mdrabin nas kula mdrabin nas labda kwa idadi fulani, yani kama walimu mna idadi pengine maalum ambayo mnaweza mkamuongoza mwanafunzi kwamba akisoma kwa idadi hii itakuwa imekaa kichwani. Naam Sheikh Hassan. Masha Allah, naona swali hili ni zuri sana. Yani uzuri unamuuliza mtu ambaye yani nimebobea katika mambo ya alhamdulillah. Sizungumzi kwa kutaka kujisifu, lakini ni miaka mingi mimi nahifadhisha Qur'ani. Na naomba Allah subhanahu wa ta'ala azidi kututumia katika dini. Amin. Sawa? Amin. Kabla sijaelezea, sawa? Kabla sijaelezea sasa namna ya kuhifadhi Qur'ani, mimi naomba nimtoe wasiwasi yule ambaye anahifadhi Qur'ani. Alahi, kuna ndugu zetu wanahifadhi Qur'ani lakini wanajiona kama wapweke. Yani wanaonani kama wamekosa kazi ya kufanya, kilichobaki wahifadhi Qur'ani. Shekhi, haya ni makosa makubwa sana ndugu zetu wanafanya. Yani mtu anaona kuhifadhi Qur'ani yani ni kitu cha mwisho kabisa. Sasa mimi naomba nimwambie mtu huyu kwa kinywa kipana, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi din. Shekhe, wewe Allah akikutakia kheri anakupa ufahamu wa dini. Usijione mshamba kuhifadhi Qur'ani. Usifanye Qur'ani ni kuwa ni kitu chako cha mwisho. Yani fanya Qur'ani ndio number 1, ndo mengine endelee. Ndugu zetu wengi hapa ndo wanapofeli. Yani jisikie raha wewe umehifadhi Qur'ani. Ndio. Jisikie kuwa na furaha, mimi nimehifadhi Qur'an. Sasa hebu twende sasa tukaangalie yani ni namna gani utahifadhi Qur'ani. Kuhifadhi Qur'ani na kuisoma Qur'ani ni vitu viwili tofauti. Ndio. Unaweza ukawa unaiweza kuisoma Qur'ani lakini hujaihifadhi. Ndio. Kwa hiyo nakuja kwenye swali la namna ya kuhifadhi Qur'ani. Alakhi, tuseme mimi leo mwalimu wangu amenisikiliza inna a'tainaka. Natolea mfano wa sura fupi ili kila mtu anielewe. Akaniambia kesho niletee sura nyingine. Baada ya inna a'tainaka, sura unayofuata ni araaita alladhi yukadhibu biddin. Sasa nishahifadhi inna a'tainaka, nimempelekea mwalimu wangu. Kesho shekhe anataka nisikilize araaita alladhi yukadhibu biddin. Sawa? Tunawashauri wale ambao wanahifadhi Qur'ani, hakikisha kazi yako mpya, yani umesoma inna a'tainaka, kesho shekhe atakusikiliza sura mpya araaita. Hakikisha ile araaita kwanza kwa kusoma, kwa kuangalia unaiweza kwa ufasaha. Narudia tena, yani kile ambacho sawa unatarajia kukihifadhi. Huu ni mfano natolea. Unaweza mtu akawa ameshavuka huko kwenye araaita, lakini natolea mfano wa sura ndogo ili kila mtu anielewe. Wewe kesho shekhe anataka akusikilize araaita, kazi yako mpya, sura mpya. Sawa? Hakikisha kwanza ile araaita kabla hujaanza kuhifadhi, basi kwa kuangalia nadhara uko vizuri, unaweza kuisoma kwa kuangalia. Wanafunzi wengi wanachukua muda katika kuhifadhi Qur'ani kwa sababu hata ile kazi yake kusoma kwa kuangalia hajui. Ukimuita sasa hivi hebu soma, anaganda ganda. Kwa hiyo nakushauri wewe ambaye unataka kuihifadhi Qur'ani, hakikisha kwanza usomaji wa kuangalia uko vizuri. Shekhe kesho anataka kusikiliza araaita, kwanza hakikisha kwa kuangalia ile araaita unaweza kuisoma kwa ufasaha. Sasa Number 1. Namba 2, araaita ina mistari 4. Sawa? Katika chapa ya Saudia Qur'ani ambayo ina 15 line Qur'an. Kuna msahafu na mistari 15 chapa ya Saudia ambao watu wengi ndio tunatumia, na kuna msahafu ambao una mistari 13. Katika chapa ya Saudia araaita, yani natolea mfano wa sura ndogo ili kila mtu anielewe. Araaita ina mistari 4. Sasa utahifadhi vipi hii araaita? Wanafunzi wengi huwa wanafanya makosa, kashajua kuisoma kwa kuangalia vizuri. Sawa? Hapa nazungumzia kuhifadhi. Tunapokuja katika upande wa kuhifadhi, angalia na kutolea mfano, utamkuta anaanza araaita alladhi yukadhibu biddin fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yani kwenye mistari 4 anaanza kusoma mistari 2 alafu anarudia tena. Huyu mwanafunzi huyu atachukua muda sana katika kuhifadhi. Sijui nimeeleweka al-akhi? Araaita na mistari 4. Sawa? Huu ni mfano. Sawa. Wanafunzi wengi wanapofeli, yani anataka achukue mistari 2 au 3 aanze tena arudie, aanze tena arudie. Haya ni makosa makubwa sana.
unatakiwa uhifadhi vipi? Sasa hayo ni makosa. Usahihi uko wapi? Solution ipi? Solution hii hapa tunayo leo. Usiwe ni mtu wa kutaka kuchukua mistari mingi ukawa unairudia rudia. Huto manage kufanya hivyo. Unachotakiwa wewe kufanya ni hivi. Natolea mfano wa hii sura. Unaanza zako pale, araaita alladhi yukadhibu biddin, unairudia araaita alladhi yukadhibu biddin, araaita alladhi yukadhibu biddin, araaita alladhi yukadhibu biddin. Yani unairudia ile aya ya kwanza mara kwa mara. Ikishaka unakuja aya ya pili. Na unajuaje imekaa busha? Unajuaje umekaa? Safi sana. Kwanza kabisa unapoanza unakuwa unaiangalia kwenye Qur'ani. Araaita alladhi yukadhibu biddin, araaita alladhi yukadhibu biddin, araaita alladhi yukadhibu biddin. Unaufunika msahafu. Unaufunika msahafu. Yani unaisoma sasa ile aya pasi na kuangalia popote. Hata kama hutaufunika msahafu, una uwezo wa kuangalia pembeni. Okay. Sawa? Araaita alladhi yukadhibu biddin, araaita alladhi yukadhibu biddin. Yani utajua tu imekaa. Anayejua anajua kama mimi najua. Utajua tu imekaa. Ikishakaa unakuja aya inayofuata. Au kama aya inakuwa bado haijaisha, umechukua labda mstari mmoja, yani unaendelea panapofuata. Hapa natolea mfano wa sura ndogo ili kila mtu anielewe. Unakuja sehemu nyingine, fadhalika alladhi yad'u al-yatim, fadhalika alladhi yad'u al-yatim, fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Unaelewa vizuri? Ikishaka aya ya pili unaanza ya kwanza. Araaita alladhi yukadhibu biddin, unaunganisha na hiyo ya pili uliohifadhi. Unarudia tena ya kwanza na pili, ya kwanza na pili, ya kwanza na pili. Ukishamaliza hapo unakuja aya ya tatu, wala yahudhu ala ta'amil miskin. Utairudia, ikishaka unachukua ya kwanza hivyo. Yani ninachojaribu kusema, tunapohifadhi tusipende kuchukua mistari mirefu tukawa tunarudia rudia. Yani chukua kifupi kifupi. Kwa namna hii na kuhakikishia kwa mtu ambaye yupo serious, hawezi kuchukua hata dakika 45 au dakika 30 kwa kuhifadhi peji moja katika chapa ya Saudia. Mashaallah. Na hisi ile tunasema kwamba repeating the verse, kuirudia aya. Araaita alladhi yukadhibu bid. Sheikh Hassan, tutoe wasiwasi. Labda kwa idadi ya mara ngapi mtu akirudia inawezekana akajihakikishia, kwa sababu mtu anaweza akasema kwamba labda mimi natumia dakika 2 kuhifadhi aya moja ama dakika 3 kuhifadhi, labda kwa interview ya muda gani? Labda mfano araaita alladhi yukadhibu biddin, airudie mara ngapi? Kwa kima cha chini si chini ya mara 10 mpaka 15, lakini hapa inategemea na mtu. Ujue Allah kila mtu amempa ufahamu wake. Sawa? Tunaweza tukaingia madrasa wote hapa leo, au tunaweza tukaanza kuhifadhi wote hapa leo. Sawa? Wote tukaanza juzuu ya kwanza. Baada ya miezi mitatu huyu ana juzuu 6, mwingine ana 2, mwingine ana 1, mwingine ana 10. Tunatofautiana useriousness, tunatofautiana, kuna wengine ni wavivu. Yani hapa inatofautiana, lakini aya ni lazima airudia, yani kima cha chini 10 mpaka 15. Sema inategemeana pia na uwezo wa mtu. Na hapa al-akhi, mimi naomba nitie neno langu. Naomba nitie neno langu. Si tumekubaliana Qur'ani ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unapokuwa na utayari wa kuanza kuhifadhi Qur'ani, kuna mambo ni lazima ujiepushe. Unapokuwa unataka kuhifadhi maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuna mambo ni lazima ujiepushe, ambayo sasa yanaharibu hifadhi. Sasa hii tuiweke, itakuja kuwa ni nukta ambayo tutakuja kuizungumzia kidogo mwishoni. Kwa hiyo umesema hapo hatua ya kwanza ni kusoma mistari. Unairudia. Kwa hiyo ukishamaliza mstari wa kwanza, Sheikh Hassan, umekwenda mstari wa pili, uende mpaka mistari mingapi ndio uje urudi tena mwanzo? Mfano mimi nataka nihifadhi peji moja, si ndio? Sijui kama unielewa swali langu. Yaani mfano mimi nasoma araaita alladhi, nishasoma araaita alladhi yukadhibu biddin. Nitakuja fadhalika alladhi, nitairudia tena labda kama mara 10 hivi. Kichwa changu labda kidogo ni kigumu kuweza kupokea maneno. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim, nikairudia mpaka nikaielewa. Nisiende mstari mwingine nije tena nianze mwanzo mpaka pale ninapohifadhi, ama naweza nikaenda nikamaliza peji yote afu ndo nikaja kuanza tena mwanzoni. Hapana. Ujue kwenye Qur'ani tuna aya fupi, tuna aya ndefu. Aya moja katika suratul Baqara kuna aya imechukua peji nzima.
Sure. Unaweza ukakutana na peji na aya 2 tu au mpaka aya 3. Sahihi. Tumetolea mfano wa araaita kwa sababu ni sura fupi ili kila mtu atuelewe. Tunaweza tukazisoma peji nyingine mtu akaona hawa wako wapi? Lakini hebu tuchukulie sasa, umeuliza swali moja zuri sana. Yaani je, utakuwa unaenda hivi kwa huu mfumo mpaka peji iishe au unaenda vipi? Tuseme katika Qur'ani, katika sura Ibrahim ipo sehemu moja ndani ya hiyo sura, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la dhalumun kafar. Hii ni aya kidogo ndefu. Sawa? Ninachojaribu kusema ni nini? Yaani ukiimaliza aya unairudia, ikishaka unaenda nyingine. Ukishahifadhi aya nyingine, sasa hapa tumetoka kwenye aya fupi. Ukishaenda aya nyingine, ile nyingine ikikaa unaanza tena mwanzo, unaikusanya na pili. Ya pili imekaa, yani usiwe baada ya kuhifadhi aya ya kwanza unaiacha mpaka peji iishe, hapana. Unakuwa unaanza mwanzo, unakusanya ya pili na ya tatu na ya nne. Shukrani. Mashaallah. Sheikh Hassan, mimi wakati nahifadhi Qur'ani ndio nilikuwa napata ugumu mmoja Sheikh Hassan. Ndio. Aya ambazo zinajirudia rudia, yani zinafanana. Mfano katika suratul Rahman. Ndio. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadhiban. Ukienda ukisoma aya moja, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadhiban. Aya pili, fa bi ayyi, kwa hiyo inakuwa kidogo inaita changamoto. Miongoni mwa sura nyingine ambayo pia imeniletea changamoto ni Walmursalati. Naam. Walmursalati kwenye hizi aya, wailun yawmaidhin lilmukaththibin, wailun yawmaidhin hizi. Sheikh Hassan, unaweza ukatupitisha pengine kutupa namna gani tunaweza tukazihifadhi, kwa sababu zinaonekana aya ambazo unaweza ukasoma fa bi ayi ala rabbikum tukadhibani ya aya ya 5, pengine ni aya ya 7 unatakiwa uendelee. Hebu kidogo hapa tupitishe kwa aya ambazo zinafanana. Wallahi ndugu yangu, Qur'ani ina muujiza. Unapoona watu wamekusanyika wanagongewa mapande kokote pale kwenye Qur'ani, yani Qur'ani ni muujiza. Tunapokuja katika sura kama hizo, wailu yawmaidhil lilmukaththibin fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, yani aya ambazo zinakuwa zinajirudia katika sura moja, si mara moja wala mara mbili wala mara tatu, zinakuwa yani al-akhi, mimi niseme ni kwamba utakuwa unajikuta tu unaweza kuipangilia ile sura. Okay? Narudia tena. Yani wewe unapokaa kitako unahifadhi, sawa? Kwa mfano labda mathalan, sawa, maraj al-bahrayn yaltaqiyan, sawa, bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan fabi ayyi, yani unakuta unajipangilia tu. Kaka, ukiwa na tayari wa kuhifadhi Qur'ani, Allah anakufanyia tu wepesi, unaanza kuhifadhi. Kuna protocol tu zizingatie. Naam. Kwa hiyo hapo ndo kile ambacho pengine umekisema kwamba inahitajia muda. Sheikh Hassan, pale awali ulizungumzia swala la muda. Hivi kuna muda maalum ambao mtu anaweza akautumia kwa ajili ya kuhifadhi? Yani mfano labda akikaa muda fulani, akihifadhi muda fulani, hapa ndo Qur'ani inaingia sana. Nakumbuka kipindi chetu cha tahfidh tunaambiwa kwamba wewe unatakiwa ulale alafu uamke, ukiamka Qur'ani ndo inakuwa inaingia. Ili kwanza lina usahihi kiasi gani, lakini pia ni nyakati gani ambazo mtu anaweza kutumia ama akazitumia hizo kwa ajili ya kuweza kuhifadhi? Naam. Masha Allah. Kuhusiana na upande wa nyakati, ni kweli kuna nyakati unapokaa chini unaanza kuhifadhi Qur'ani kuna kuwa na uwepesi zaidi. Ndio. Yani hili ni jambo ambalo ni kweli hasa. Okay. Sasa hebu tuje kwenye nyakati. Ni nyakati gani ambazo unaweza ukashika Qur'ani? Hatusemi nyingine huwezi kuhifadhi, hapana. Lakini nyakati hizi zinakuwa yani ni bora zaidi ukachukua Qur'ani yako kaanza kuhifadhi. Sure. Okay. Imependekezwa baada ya salatul maghrib. Imependekezwa baada ya salatu al-maghrib, yani baada al-maghrib mpaka isha, pale kati pale, muda ule ni mzuri sana wa kuhifadhi Qur'ani. Sawa? Yeah. Pia imependekezwa, sawa, yeah, imependekezwa usiku. Unaweza baada ya isha saa 3 saa 4 umelala zako, unaamka usiku, ni muda mzuri sana kweli kweli wa kuhifadhi Qur'ani.
Okay. Manake kwamba mtu anatakiwa alale alafu amke usiku. Sawa, sisi tulivyokuwa tunahifadhi Qur'ani al-akhi Tanzania, tulikuwa tunaamshwa lisali moja kabla ya alfajir. Wote ni usiku. Saa 9:30 mnaamshwa, 10 kamili kila mtu yupo darasani. Ndio. Huu ni usiku. Ndio. Kwa hiyo usiku ni muda mzuri sana wa kufanyaje? Wa kuhifadhi Qur'an. Ukishindwa kuamka usiku, lisali moja masaa mawili kabla alfajir, baada ya salatu alfajir, baada ya swala asubuhi ile ya baada asubuhi, pia ni muda mzuri wa mtu kuhifadhi Qur'an. Ndio, Qur'an alfajir kana mashuhuri. Naam, sawa. Sawa. Kwa hiyo narudia tena, baada salatu almaghrib ni muda mzuri. Usiku, sawa, unaweza ukapatwa na uvivu kwa kushtuka nini, uko peke yako, sawa, au baada ya salatu alfajr usende kulala, chukua Qur'ani hifadhi, utakuja utatupa mrejesho. Habibi, mashallah tabarakallah. Kwa wewe ambao unasikiliza mazungumzo haya maalum na Sheikh Hassan kutokea kule Durban, bila shaka utakuwa umepata fursa adhim ya kuweza kuelimika na kujua zaidi. Sheikh Hassan, kuna huu ugonjwa. Ndio. Kwa nini tunasahau Qur'an? Yaani kwa nini mtu unakuta labda amehifadhi juzuu 5? Kuna kesi kama hizi hususan katika tahfidhi. Unakuta mtu labda kipindi hicho alisoma Qur'ani miaka 3, miaka 4. Anakwambia nilihifadhi juzuu 4 labda mwaka 2000 toka 2018 ndo niliacha. Sasa hivi sijui tena. Kwa nini tunasahau Qur'ani? Yaani kwa nini hifdhi inatoka? Ndio ile kwamba Qur'an ukiacha na yenyewe inakuacha. Kwa nini hifdhi yetu inatoka, na namna gani ya kuifanya hifdhi kuwa strong? Masha Allah, swali zuri sana. Al-akhi, katika uhifadhishaji au katika kuhifadhi Qur'ani kuna protocol, kuna kanuni lazima tuzizingatie, na hapa wanafunzi wengi ndio wanapofeli. Tuseme mtu leo ameanza kuhifadhi juzu amma, yeye atakuletea amma leo atahifadhi, kesho atakuletea wanaziati, atakuja atakuletea abasa. Wanafunzi wengi tunapoanza kuhifadhi Qur'ani, na mimi hivi ni vita ambavyo pia nagombana na wanafunzi wangu, huwa tunapenda kuleta kazi mpya tu. Hili ni kosa kubwa sana. Wewe ni mwalimu, yaani unapokuwa unahifadhi Qur'ani huwezi ukawa unaleta kazi mpya tu, au kwa namna kawaida tunasema darsa mpya, au huwa tunaita sabaq. Kuna vitu ni lazima uwe unavileta. Narudia tena, tuseme mimi leo nimekuletea amma, kesho nimekuletea wanaziati. Natakiwa ninapokuletea wanaziati ile amma pia niisome. Wanafunzi wengi wanakuwa wanataka kuleta tu kazi mpya. Yaani anakimbilia mbele tu. Anataka alete kazi mpya amalize tu juzuu. Haya ni makosa. Ndio. Umenielewa vizuri? Mbali na hilo, huwa watu wengi wanaipuuzia Qur'ani, na namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na hilo. Amin. Kwa sababu Allah ameweka bayana ndani ya Qur'ani, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Allahu Allah. Nikiendelea huko wakadhalika najzi man asrafa, naona nitatokwa na machozi hapa. Allah. Ninachojaribu kusema ni kwamba unapokuwa unaipuuzia Qur'ani, mtu amehifadhi Qur'ani, mimi nilihifadhi juzu 5 lakini sasa hivi sikumbuki chochote. Shekhe, wewe umepuuzia Qur'ani. Password ya simu yako uisahau, na usahau vipi Qur'ani? Rudia. Umesemaje? Ni password ya simu yako ya benki? Password ya benki huisahau. Allahu musta'an. Kuna watu wanajua alhamdulillah mpaka ana kofia ngapi, ana kanzu ngapi, lakini kwenye upande wa Qur'ani amesahau. Sisi huwa tufichi maneno. Wewe umeipuuzia Qur'ani, huipi muda Qur'ani, na tutatoa darsa maalumu kwa wale ambao walishahifadhi Qur'ani wakaisahau. Nitatoa njia utaikumbuka Qur'ani ya kurudisha. Hicho ni kipindi kingine pendi. Sheikh Hassan, mara kwanza ulizungumzia hii kidogo iwe dakika za mwishoni tuweze kutamatisha. Uliweza kuzungumzia swala la wakati, lakini pia hivi mazingira yanaweza yakachangia mtu aweze kuhifadhi Qur'ani vizuri na asihifadhi. Kwa maana mazingira labda sehemu aliyokuepo kelele,
ama yani mtu awe katika mazingira gani pia awe amehifadhi Qur'ani mbali na wakati yani mazingira aliyopo awe mazingira ya namna gani iwe rahisi kwake kuweza kuhifadhi? Mazingira ya kuhifadhi Qur'ani ni lazima mtu awe katika mazingira ya utulivu. Ndio maana tahfidhi nyingi za Qur'ani, madrasa nyingi sawa, zinakuwa ni sehemu ambazo hazipo katika sehemu za makelele. Ni lazima uwe na utulivu. Sasa unakuta kuna ndugu zetu, wengine ni mama zetu, ni dada zetu, ni watu wazima yani. Wanataka kuhifadhi Qur'ani, jitenge sehemu, hata kama upo nyumbani, jifungie ndani. Jamani, sitaki mtu mundani. Kuwa katika sehemu ya utulivu, inategemea na hali. Mwingine hayupo madrasa, yupo nyumbani, lakini jitahidi uwe katika sehemu ambayo itakuwa ni ya utulivu. Okay. Masha Allah. Kwa hiyo swala la utulivu limeweza kuzungumziwa kwa namna yake. Kabla mimi sijatamatisha Sheikh Hassan, na sijakupa pia nafasi ya kuweza kutoa nasaha zako pengine za mwisho. Kuna mtu ambaye anajaribu kuweza kuhifadhi Qur'ani na pengine amekata tamaa, ukijumuisha pia na nukta ambayo unahitaji kuzungumza. Amekata tamaa, ameshindwa, ametry, amejaribu again and again lakini amefeli. Unalipi la kuweza kumwambia, hususan hawa ambao wanasoma kupitia mitandao ya kijamii? Imekuwa kidogo ni njia ambayo sasa hivi tumejaribu kubadilisha ama kwenda na upepo wa teknolojia. Wewe unalipi la kuzungumza, lakini pia unaweza ukatamatisha na nukta yako ya msingi. Al-akhi, ndugu yangu, mimi kwanza, wale ambao wamekata tamaa katika kuhifadhi Qur'ani au kujifunza na kuisoma Qur'ani, mimi niwaambie wasikate tamaa. Kwa sababu yani unakata tamaa ni aibu. Al-akhi, ndugu yangu, mtu anakufa miaka 40-35 Qur'ani haijui, hajahifadhi Qur'ani. Sitaki kuenda hapa kwenye upande wa hadithi, mtu huyu amefananishwa na nini. Sawa, yani mimi ni kuombe wewe ambaye umekata tamaa, usikate tamaa. Ipo kama hivi tahfidh Qur'an, sawa, itakusaidia wewe. Walimu ambao wamebobea, wana njia, yani ni walimu hasa wana hizo fani. Kwa hiyo mimi ni kuombe wewe uliyekata tamaa, usikate tamaa. Yani hebu kaa chini, fikiria, yani hufanyi kwa ajili ya yule anayekufundisha, lakini sema mimi nafanya kwa ajili ya Allah. Utapata ujira mkubwa sana kama tulivyoelezea hapo nyuma. Sawa? Sasa mimi ni muombe yule ambaye anataka kuhifadhi Qur'ani, ili asiwe ni mtu wa kukatishwa na tamaa. Kwanza ni lazima uwe ni mtu wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amesema ndani ya suratul Baqara, sawa, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Wewe utakapokuwa unamcha Allah, utakuwa na ilmu. Allah atakuelimisha, Allah atakupa ilmu. Narudia tena, naweka sawa, ni bahari kubwa kidogo. Yani ninachojaribu kusema, kitendo cha wewe kumcha Allah itakuwa basi hata ni kwako kutakuwa na wepesi wa wewe kuhifadhi Qur'an. Yani isiwe wewe kumcha Allah hutaki, alafu unataka kuhifadhi Qur'an. Huwezi kuhifadhi Qur'an, ndio unakuwa unapatwa na uvivu, unakata tamaa. Kumcha Allah ni nini? Kwa hiyo hii uvivu hii muda mwingine unakuta mtu anahitaji kweli kujifunza, anahitaji kusoma. Kwa hiyo hii uvivu inasababishwa na uchache wa takwa. Aiywa, naam. Allahu akbar. Naam. Allah ameweka wazi wattaqullaha wa yuallimukumullah. Allahu akbar. Hii ni mada ambayo pia tutaizungumzia. Allahu akbar. Sawa, na nitoe faida za kumcha Allah. Shekhe, unapokuwa unamcha Allah, wewe umemaliza. Allah sametueleza ndani ya Qur'ani, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Yani tutaelezea itawakkul, lakini ukitaka kuwa na ilmu na kupata uwepesi wa kuihifadhi Qur'ani, Sheikh, siri ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na nitayafunga haya maneno yangu, nadhani sote tunamjua Imam Shafi ni nani, rahimahullah ta'ala. Naam, Allah marhamu. Wote tunamjua, ni mwanachuoni mkubwa ambaye anategemewa katika, tunamjua Imam Shafi ni nani. Yani sitaki kuingia in deep sana. Ni mwanachuoni mkubwa, alhamdulillah, vitabu vyake vinafahamika, alhamdulillah. Yani mwanachuoni mkubwa, naye alikuwa ni hafidh, amehifadhi Qur'an, mashaallah. Wanazuoni wanatofautiana, wengine wanasema alihifadhi Qur'an akiwa na umri wa miaka 7, wengine wanasema 10. Zipo ikhtilafat mbalimbali, lakini ni mtu ambaye alihifadhi Qur'an katika umri mdogo.
Sawa? Lipo shairi lake ambalo ni maarufu, watu wengi pia wanalijua. Imam Shafi alienda kutoa malalamiko kwa mwalimu wake kwa kupungua, sawa, kasi ya kuhifadhi kwake. Yani ule uwezo wake wa kuhifadhi, labda mathalan tuseme kuna mwanafunzi kila siku anaweza akakuletea peji 2. Lakini anakuja tu zile peji 2 haziwezi tena, anaweza moja au anaweza nusu peji. Sasa alienda kulalamika, shakautu ila wakii su'a hifdhi, alienda kulalamika kwa mwalimu wake kupungua kwa kuhifadhi kwake. Mwalimu wake akamwambia fa'arshadani ila tarki al-maasi. Huyu ni Imam Shafi, mwalimu anamwambia ajiweke mbali na nini? Na maasi. Allah. Hatusemi Imam Shafi alikuwa na muasi Allah, na hapa nitaelezea alifanya nini mpaka hiyo kasi yake ya kuhifadhi ikapungua. Nitataja hicho kitu alichokifanya. Si kwamba alimuasi Allah. Sasa hivi mimi na wewe tunaangalia mangapi? Tunakutana na mangapi? Kwa hiyo ni lazima tujiepushe na haya mambo. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Tusiwe ni watu wa kufuata tu matamanio yetu, yatatutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Innal ladhina yudhilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawm alhisab. Huko tutoke. Sasa baada ya kumwelezea mwalimu wake, mwalimu akamwambia yani jiepushe na maasi. Kwa sababu gani ujiepushe na maasi? Fa inna ilma nurun min ilahi. Hii elimu ni mwangaza, ni nuru kutoka kwa Allah. Wa nurullahi la yuhda liasi. Allah. Elimu ni nuru, ni mwangaza kutoka kwa Allah. Sasa ule mwangaza, hiyo nuru kutoka kwa Allah, kwa mtu mwenye maasi haiwezi ikafungamana naye. Shekhe, wewe uwezo ukawa unataka kuhifadhi Qur'ani, maneno ya Allah, alafu ukawa unafanya maasi. Kwa hiyo mimi ni waombe wale wote ambao wanataka kuhifadhi Qur'ani wajiweke mbali na maasi. Imam Shafi inasemekana aliona tu unyayo. Baadhi ya wanazuoni nasema aliona tu kisigino cha mwanamke, ndiyo spidi yake ikapungua, na alikuwa akihifadhi. Yani kwa mfano hii Qur'ani nimefungua, basi peji moja ni lazima izibe hivi, la sivyo mambo yatakuwa mengi. Yani alikuwa na spidi kubwa sana, high IQ ya kuhifadhi iwe Qur'ani ziwe hadithi chochote. Alikuwa na uwezo mkubwa sana. Sasa kwa kuona kisigino tu ule uwezo ukapungua. Mimi na wewe sasa hivi tunaona mangapi? Kwa mimi ni waombe watu wote ambao mna utayari wa kuhifadhi Qur'ani, kuhifadhi maneno ya Allah, tujilazimishe na tujiepushe na tukae mbali na upande wa maasi. Kuna vitu ni lazima tukubali tu. Yani wewe utakapoacha maasi, si kwamba utakatika mguu, utavunjika mikono. Acha maasi. Unaacha kwa ajili ya nani? Mimi naacha kwa ajili ya Allah. Usiache kwa ajili ya mwalimu anayekufundisha, usiache kwa ajili ya yoyo. Naacha kwa ajili ya Allah. Allah ananitaka mimi niache maasi. Umeelewa vizuri? Nimwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuafikishe juu ya hili. Mwalimu, shukran sana kwa kweli. Zile mwenye masikio Sheikh, maneno ambayo umeyazungumza kimsingi, kipofu anayaona maneno, lakini pia kiziwi pia amini kwamba bubu anaweza kusikia maneno yako. Allah subhanahu wa ta'ala akupe taufiki kwa kile ambacho umekizungumza kiweze kuingia katika mioyo yetu na tuweze kukifanyia kazi. Ndugu yangu, bila shaka umesikia njia hizo, namna gani ya kuweza kuhifadhi Qur'ani tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umejua namna gani ama mbinu gani ambazo zinatakiwa zitumike ili kuweza kukihifadhi kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala. Wewe mwenye ndoto ya kuitwa ni hafidhul Qur'an, mwenye kuhifadhi Qur'ani wa kike, mwenye kuhifadhi Qur'ani wa kiume, ni vyema kuweza kushikamana na nafasi hiyo ama hayo ambayo Sheikh Hassan kutokea Durban hapa nchini South Africa ameweza kuyaeleza, na sisi tunamwomba Allah pia aweze kutujalia ni miongoni mwa minal ladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tukutane katika nafasi ama sehemu nyingine inshallah, tuweze kujua kwa nini watu Qur'ani wanaisahau. Kwa nini Qur'ani wanaisahau? Umehifadhi Qur'ani, kwa nini inatoka? Mbinu gani ya kuweza kuzirudisha? Inshallah zote zitakuja kuweza kuzungumzwa hapa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunachokuomba usiache kusubscribe,
kulike, kushare kwa wengine khairi hii, ili na wao waweze kuwa ni sehemu ya kupata faida hizi insha Allah. Wakati wote ulikuwa nami, jina langu Abu Mahiri Mmelekwa, ninakutakia siku njema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mungu akhera utapata lako fungu. Tusifanye ya ghururi, tuishi kwa tahadhari, tuyafate ya Ghafuri, kesho tupate ya kheri. Uwe wenye kusubiri kadari yake Jalali, tukimuasi Jalali tumwato tusubiri. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Sikudanganye dunia ndugu